Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, na leo tunaenda kuliangazia somo linalosema kumwona asiyeonekana. Hii ni Julai 8. Tuombe. Baba mwema, uketie mahali pasiri juu mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Ninasema asante kwa ajili ya wema wako na ulinzi wako katika maisha yetu. Asante kwa ajili ya nafasi hii ya pekee uliyotupatia siku ya leo. Tunaalika uwepo wako uende pamoja nasi tunapojifunza mada hii. Roho wako Mtakatifu akatusaidie kuyaelewa haya tujifunzayo katika jina la Yesu, amina. Kumwona asiyeonekana. Kwa imani akatoka Misri, asiogope ghadhabu ya mfalme, maana alistahimili kama amonaye yeye asiyeonekana. Waebrania 11 aya ya 27. Musa alikuwa na hisia ya kina ya uwepo binafsi wa Mungu. Hakuwa tu akitazama katika historia yote kwa ajili ya Kristo kudhihirishwa katika mwili, bali alimwona Kristo kwa namna ya pekee, akiambatana pamoja na wana wa Israeli katika safari zao zote. Mungu alikuwa halisi kwake, daima alikuwepo katika mawazo yake. Alipokosa kueleweka, alipoitwa kukabili hatari na kubeba matusi kwa ajili ya Kristo, alistahimili bila kulipiza kisasi. Musa alimwamini Mungu kama yule ambaye alimhitaji na ambaye angemsaidia katika hitaji lake. Mungu kwake alikuwa ni msaada ulio karibu. Imani nyingi tunazoziona ni za kawaida tu. Imani ya kweli, yenye kutumainia na yenye kuvumilia ni nadra. Musa alitambua katika uzoefu wake mwenyewe ahadi kwamba Mungu atakuwa mtoaji wa thawabu kwa wale wanaomtafuta kwa bidii. Alikuwa na heshima kwa malipo ya thawabu hii. Hapa kuna jambo lingine kuhusu imani ambalo tunapaswa kujifunza. Mungu atampa thawabu mwanadamu mwenye imani na mtiifu. Ikiwa imani hii italetwa katika uzoefu wa maisha, itamwezesha kila mtu anayemcha na kumpenda Mungu kustahimili majaribio. Musa alikuwa amejaa imani kwa Mungu kwa sababu alikuwa na imani inayompokea Kristo kama wake binafsi. Alihitaji msaada, naye aliuomba. Akaupata kwa imani na akafuma katika uzoefu wake imani kwamba Mungu alimjali. Aliamini kwamba Mungu alitawala maisha yake hasa. Alimwona na kumkubali Mungu katika kila maelezo makamilifu ya maisha yake, na akahisi kwamba alikuwa chini ya jicho la yule anayeona yote, ambaye anaipima nia, ambaye anaupima moyo. Alimwangalia Mungu na kumtumainia kwa ajili ya nguvu ya kumpitisha bila kupotoshwa katika kila aina ya jaribu. Uwepo wa Mungu ulitosha kumpitisha katika hali ngumu kabisa ambayo mwanadamu angeweza kuwekwa. Musa hakufikiri tu juu ya Mungu, alimwona. Mungu alikuwa ni maono ya kila siku mbele yake. Hakuwahi kuacha kuona uso wake. Alimwona Yesu kama Mwokozi wake na aliamini kwamba sifa za Mwokozi zingeweza kuhesabiwa kwake. Imani hii kwa Musa haikuwa kazi ya kubahatisha, ilikuwa ni halisi. Hii ndiyo aina ya imani tunayoihitaji, imani ambayo itastahimili jaribio. Lo, ni mara nyingi kiasi gani tunasalimu amri kwa jaribu kwa sababu hatukazi jicho letu juu kwa Yesu. Hii ni Julai 8, mada ikisema kumwona asiyeonekana. Na huu ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Mungu atubariki sote na nikutakie tafakari njema.
Ni wimbo gani mzuri nafsi yangu itaimba. Ameongoza njia, ameitwa Baba kwangu. Nina hoja za kutosha kuimba sifa za Bwana, mlezi wa Israeli. Ni wimbo gani mzuri nafsi yangu itaimba. Ameongoza njia, ameitwa Baba kwangu. Nina hoja za kutosha kuimba sifa za Bwana, mlezi wa Israeli. Ni yule kama wa Hana alipopata mtoto, kama wa Israeli walipovusha bahari. Nitaziimba sifa, moyo wangu umeguswa kwa matendo yako Bwana. Sitanyamaza, nitasifu. Ni yule kama wa Hana alipopata mtoto, kama wa Israeli walipovusha bahari. Nitaziimba sifa, moyo wangu umeguswa kwa matendo yako Bwana. Sitanyamaza, nitasifu. Hata tusipoyakumbuka ni mangapi alifanya, hatukuomba, yamefanywa ushuhuda kwetu. Tukijaribu kumbuka tulipopata magumu, ni vipi tuliyashinda kama si kwa Bwana wetu. Na sasa tumetambua yajayo hatuyahofu. Mweza wa yote asiyelala ni Bwana. Na sasa tunaposonga tuna imani kwamba hakuna unaloshindwa. Kama ulishinda mauti, twimba kwa ujasiri, mioyo yetu yaamini. Unayo kesho yetu Bwana, watuwazia yalo mema. Na sasa tunaposonga tuna imani kwamba hakuna unaloshindwa. Kama ulishinda